Leo hapa tumeweka sign hati ya makubaliano kati ya wizara na chuo kikuu cha Limerick cha Ireland. Katibu wetu mkuu Profesa Nombo ameweka sign yake kwa niaba ya wizara, lakini vile vile kiongozi wa Limerick ameweka signature yake. Lengo la makubaliano hayo makubwa ni kuhakikisha kwamba tuna fursa ya kupeleka vijana wetu kwenda kusoma kule kwa gharama iliyopunguzwa. Sasa hivi tuna wanafunzi 50 tuliowachukua mwaka jana waliomaliza form 6, wale waliofanya vizuri zaidi kuliko wote katika mtihani katika masomo ya sayansi ambayo yanajumuisha hisabati, advanced mathematics. Wale 50 wa juu kabisa tuliwashauri wao na wazazi wao wasiombe kuingia vyuo vya Tanzania, tuwatafutie fursa kwenda nje kulingana maagizo ya rais wetu kwamba tutoe fursa kwa wanafunzi wetu wakasome nje, sio wote wasome hapa ndani. Wakati tulivyowatenga pale kukaa katika kambi ya mafunzo katika chuo kikuu cha Nelson Mandela Arusha, jitihada za kutafuta fursa ya masomo ziliendelea. Tulipeleka timu Ireland na vile vile tuliwaalika timu kutoka Johannesburg University. Timu kutoka Johannesburg ilikuja, tayari ilishasaini makubaliano na tumepeleka wanafunzi 16 wanasoma kule kwa gharama ndogo kwa kutupa ada ile ambayo wanachaji watu wa SADC, na mazungumzo yanaendelea kwa sababu wale wanafunzi wamefanya vizuri sana, hatimaye wataondolewa ada kabisa ya kusoma. Wale watakaoenda raundi nyingine tutabaki sisi kuwalipia gharama za maisha kule Afrika Kusini. Sasa kwa upande wa Ireland, wanafunzi 34 wataenda Ireland, 2 wataenda chuo cha Dublin University kwa Dublin University College, lakini 32 wataenda hiki chuo cha Limerick. Limerick ni chuo kizuri sana kama kilivyo Dublin, na sehemu kubwa ya sisi kuwapeleka kule na Johannesburg ni kwa sababu watakuwa wakisoma darasani na wanapata fursa ya kwenda kufanya kazi. Yaani unasoma alafu unachokisoma darasani unaenda kufanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia. Na ilikuwa lengo letu kwa sababu rais alivyotuagiza ni kwamba tuwapeleke nje wakasome, kwanza kwa kuanzia na masomo ya data science, akiliunde na sayansi za namna hiyo, mambo ya kompyuta na akiliunde, yani artificial intelligence, na kwamba wakienda kusoma wasisome darasani tu, wasome wapate na fursa ya kujaribu kutumia ule uelewa wanaopata darasani kutengeneza ujuzi katika makampuni. Mwaka huu tumechukua wanafunzi 50, mwakani tutapeleka wengine vile vile. Hatuwezi kusema ni wangapi, lakini kadiri tutakavyofungua fursa na kadiri tutakavyopunguza gharama za kuwapeleka ndivyo tutakavyoweza kupeleka wanafunzi wengi zaidi. Katika utaratibu wa Samia Scholarship Extended, tunaangalia zile scholarship nyingine zote ambazo tunazipata hapa Tanzania, kuhakikisha kwamba tunazitumia kwanza kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana darasani. Kwa mfano, kuna scholarship za kwenda Hungary. Kule ukipata unajilipia nauli ya kwenda wewe mwenyewe, alafu kule wanakulipia gharama za maisha, japo fedha hazitoshi kukaa kule. Sasa wazazi wenye uwezo wanatumia fursa hiyo na tunapenda waendelee kutumia fursa hiyo. Lakini tukichukua na wanafunzi waliofanya vizuri sana darasani, sisi tutawalipia nauli, tutaongezea hela za kuishi kule, ili na mtoto wa mkulima na mfugaji apate fursa ya kwenda kusoma nje. Kuna nafasi za kusoma Algeria. Wazazi wenye uwezo wanawalipia nauli, watoto wanaenda kule na kuwasaidia kuishi kule. Tunawashukuru wazazi hao na tutahakikisha kwamba bado fursa inabaki, waendelee kuwapeleka watoto kule. Lakini kwa kuchukua wale wanafunzi waliofanya vizuri zaidi na kuhakikisha kwamba sisi tunaenda kuwalipia gharama ya kwenda na kuishi kule, itatuhakikishia kwamba watoto wa wakulima na wafugaji na machinga wanaweza na wenyewe wakapata fursa ya kwenda kusoma nje. This is the culmination of a long process between the University of Limerick and the Ministry of Education, Science and Technology here in Tanzania to prepare a number of Tanzanian students who are due to travel to Ireland and take up their studies at the University of Limerick. The University of Limerick is one of Ireland's top-class, high-standard universities, and the Tanzanian students will be welcomed there with open arms. They will get very good academic exposure and expertise. They will get to work in industry as part of their studies. They will be studying science, technology, engineering, mathematics, artificial intelligence. And those students will then return, hopefully, to Tanzania to engage in Tanzania and to
further Tanzania's expertise in this area. This whole area of science, technology, computer studies, artificial intelligence, applied analytic data is what the future is about. So these young students hopefully will return here to Tanzania and to bring their skills back to beautiful Tanzania to further Tanzania's development and prosperity. I think this scholarship has been really, really well considered, really well put together and really well prepared for. The students, we believe, are outstandingly talented students. They've gotten very, very good scores in their high school exams, and now they've spent a year at the boot camp, again really preparing for the transition to university. So at the University of Limerick, we're convinced that we're now getting some really, really excellent students to come and join us, and that's exactly the type of student that we want to have on our campus. Our ambition is to be a really global campus, to have some of the most talented people from all around the world working together in the classroom, not only learning the technical skills, but also developing that intercultural awareness so that as they go through their career, they can continue to do business, to perform science, to work in politics, you know, to wherever their career takes them, that they'll bring that global perspective built on top of that strong academic foundation. Our university also is very closely connected with industry. So every student will get a 9-month fully paid placement. This could be in part of a large American multinational, and it could be part of a really dynamic startup. But the industry in Ireland really understands that this is how you develop your future workforce. It's, you know, finding smart people, giving them a good education, and integrating them into the companies at the earliest opportunity. So I think that that's been one of the key secrets of Ireland's economic success, and it's something that we really look forward to seeing this talent pipeline from Tanzania over the coming years.